Kwenye upande wa nyimbo za Injili huwezi kuacha kumpa sifa zake huyu Martha Mwaipaja, ambaye huyu amekuwa akifanya vizuri sana kwa kipindi cha muda mrefu, na watu wengi wamekuwa wakimsapoti kutokana na nyimbo zake ambazo amekuwa akizifanya kwa muda mrefu na kuvutia watu wengi sana. Naweza kusema kwamba nyimbo zake zimekuwa zikiongoa watu wengi sana na kumjua Mungu kupitia nyimbo zake ambazo zimekuwa ni ibada kwa watu wengine. Juzi kati kulikuwa na ugomvi ambao ugomvi huu ulitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii, kitu ambacho kilizua sintofahamu sana, kila mmoja akijiuliza maswali mengi sana. Nini ambacho kinaendelea kwa waimbaji hawa ambao nyimbo zao zimekuwa zikihubiriwa kila sehemu? Bwana, kama bado hujajiunga na sisi, subscribe ili kuweza kupata habari na matukio mbalimbali. Cha kufanya tu ni kujiunga na sisi kwa kusubscribe, lakini pia usisahau kulike video hii, kushare kwa wengine, utakuwa umetisha kinoma noma. Na ukitoa maoni yako kuhusiana na hii story, pia hapo utakuwa umefanya vizuri sana, kwa sababu utakuwa umesupport kufahamu kile ambacho ni mawazo yako kuhusiana na hiki ambacho kina trend kwenye mitandao ya kijamii. Kulikuwa na ugomvi wa hawa waimbaji wawili wa nyimbo za Injili, ambapo nyimbo zao zimekuwa zikifanya vizuri sana kwa kipindi cha muda mrefu sana. Kila mmoja ambaye amewahi kusikiliza nyimbo zao basi amekuwa akifurahia, kwa sababu nyimbo zao zimekuwa ni ujumbe mzuri sana kwa watu wengi, na watu wengi wamekuwa wakiongolewa kupitia nyimbo zao. Yani nyimbo zao zimekuwa ni mahubiri ambayo watu wengi wamemfahamu huyu Mungu kwa kupitia nyimbo za wasanii hawa. Juzi kati kulikuwa na ugomvi wa waimbaji hawa, Upendo Nkone pamoja na Martha Mwaipaja, ambapo ugomvi ulikuwa mkubwa sana hadi kupelekea mkuu wa mkoa kuingilia kati, hatimaye wakaombana msamaha wote wawili. Sasa story ile iliisha. Kitu kingine ambacho kilizua gumzo sio kwa leo tu, hata kwa kipindi cha nyuma, ni kuhusiana na eti kuna mahusiano ya jinsia moja kati ya Upendo Nkone pamoja na ambaye anasemekana ni mtoto wake ambaye anaitwa Joan. Story hii imekuwa ikitrendi sana kwa kipindi cha muda mrefu sana, ijapokuwa watu walikuwa hawataji kwa moja kwamba ni Martha Mwaipaja pamoja na mtoto wake, ijapokuwa leo ameamua kuposti kwenye page yake ya Instagram. Martha Mwaipaja amesema kwamba mwanzo aliamua kukaa kimya, ila kadri siku zinavyoenda watu wanamwataki sana juu ya hili jambo. Sasa ni wakati wa kila kitu kuwekwa wazi, atajwe mtu aliyefumwa Kongo, kwa sababu watu wanatumia picha zangu na binti yangu katika jambo hili ambalo sijui. Media pia zote nilivyoweka picha zangu, mjiandae kwa maelezo. Anasema kwamba media zote ambazo ziliweka picha zake zikimhusisha yeye pamoja na mapenzi ya jinsia moja, basi zijiandae kwa maelezo ambayo watazitoa media hizo, kwa sababu amekuwa akichafuliwa kwa muda mrefu na ni kitu ambacho hajawahi kukihitaji hata siku moja. Anasema kwamba mara nyingi sana amekuwa akikaa kimya, lakini kwa sasa hivi inabidi achukue hatua za kisheria. Lengo ni kuweza kuweka hili jambo sawa, kwa sababu kila mmoja amekuwa akitumia picha zake kwenye mitandao ya kijamii akimwataki kuhusiana na hili jambo la mapenzi ya jinsia moja. Hasa mbaya zaidi ni yeye pamoja na binti yake ambaye anaitwa Joan. Ni story ambayo kiukweli imetrendi sana na kila mmoja amekuwa akizungumzia, na watu wengi bila shaka walikuwa nasubiria kusikia upande wake yeye anasemaje, na hiki alichokisema kinaashiria ukweli kwamba amekuwa akiumizwa sana na jambo hili, na hivyo anahitaji msaada kwa vyombo husika, ili mwisho wa siku yule ambaye alitajwa au alifumaniwa huko Kongo aweze kufahamika, ili picha zake zisitumike kwenye mitandao ya kijamii kama jinsi ambavyo watu wengi wamekuwa wakizitumia huko kwenye mitandao ya kijamii. Ni kitu ambacho amekizungumza Martha Mwaipaja, akiongea kuhusu kuumizwa na jambo ambalo limekuwa likitrend kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja. Bwana, hiyo ni story ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Bila shaka mpenzi mtazamaji, utakuwa na maoni yako katika hili ambalo lina trend. Tumeachana na jambo ambalo lilitrend hapo nyuma kuhusiana na yeye pamoja na Upendo Nkone. Sasa hivi kuna jambo lingine kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja, ambapo Martha Mwaipaja amekuwa akihusishwa, lakini hafahamu chanzo hicho kimeibuka hadi kufikia hiki ambacho kwa sasa kinaendelea. Dondosha maoni yako, lakini pia share kwa wengine ili uweze kupata habari, lakini pia subscribe ili uweze kupata habari zaidi.